kwenye ofisi na kampuni unayoitumikia, hiyo bima ya afya waliokupa sio kwamba wanakupenda sana. Wameamua kukuhifadhi ili uendelee kuwazalishia kusudi lako la kuwepo ofisini. Wameamua na wao kukuhifadhi kwenye afya. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Ndivyo Mungu ambavyo anakupa msaada wa kukuhifadhi kwa sababu ya kusudi lako. Hautumii nguvu zako, unapiganiwa kwa lengo moja maalum ili uje uifanye kazi yake baadaye. Kwa hiyo anakutunza usije kusudi lako likaharibiwa. Kusaidiwa kwa aina hii inategemeana na unavyolijua kusudi lako na unavyolisimamia. Manake hakikisha unatembea kwenye kusudi lako kwa viwango vya kutosha na unalisimamia kusudi lako kwa uaminifu. Mungu atalinda lile kusudi. Hauhifadhiwi kwa sababu wewe ni mwema sana. No, kusudi lako unalisimamia kwa uaminifu. Kuna watu wengi wana makusudi na hawayatumii, wamebaki dormant. Ndio maana neno la Bwana linasema mtu usiozaa matunda hukatwa. Unaelewa maana yake? Kwamba huyu hana kusudi, hazaagi. Sasa wa faida gani? Lakini huyu ana kusudi. Unapiganiwa kwa sababu unalitumikia kusudi lako kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe.